Ndugu Wallace Karia, Rais wa Shirikisho la Mpira wa Miguu Tanzania, viongozi wote wa shirikisho, viongozi wa serikali wa mkoa wa Tanga, wazee wetu mlioambatana na sisi kwenye iftari hii ya leo, wachezaji wa timu ya taifa na vijana wetu ambao wanatengeneza kinachoelekea kuwa FIFA Talent Academy ya hapa Tanga, wakazi wa mkoa huu mlioweza kuhudhuria, ndugu zangu waandishi wa habari, assalamu alaikum. Habari za jioni, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mimi nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa zawadi ya uhai ambayo imetuwezesha tukutane jioni hii hapa, na afya njema, lakini pia na kibali cha kutuwezesha kuwa hapa leo. Sio kwa ubabe wetu, sio kwa uwezo wetu, ni kwa matakwa yake. Niwashukuru uongozi wa Shirikisho la Mpira wa Miguu Tanzania kwa kunipa heshima hii ya kuja kuwa mgeni rasmi kwenye jioni hii. Na mimi nawaambia rafiki zangu siku zote, linapokuja swala la msosi wa bure, mimi kila wakati huwa napatikana. Kwa hiyo kwa nyinyi kunialika kufuturu, lakini futari ambayo ni ya heshima kubwa ya kuja kuiaga timu yetu ya taifa ambayo inaelekea kule Morocco, napenda nichukue fursa hii kuwashukuru sana. Asante sana. Nisipoteze nafasi hii pia kwa kumshukuru mwanamichezo namba 1 Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa jitihada zake binafsi na serikali anayoiongoza kwenye masuala ya michezo. Sisi hatumuiti Mheshimiwa Rais mwanamichezo namba 1 kwa sababu tunataka tu kumuita mwanamichezo namba 1, lakini kwa sababu anaongoza nchi ambayo ina mahitaji mengi kusema ukweli. Na jinsi anavyojitoa kwenye masuala ya michezo is remarkable. Rais huyu anahitajika kutenga fedha kwa ajili ya huduma za afya, kwa ajili ya miundombinu ya barabara, kwa ajili ya umeme, kwa ajili ya maji na kadhalika, lakini anapata nafasi ya kututengea fedha ya kutuunga mkono moja kwa moja pale anapoweza, ama kupitia kwa wasaidizi wake, ili kuhakikisha tunafanya vizuri kwenye masuala ya michezo. Makofi kwa Mama Samia tafadhali. Angeweza kuna maeneo akanyamaza tu asiseme lolote na hakuna mtu yoyote ambaye angeuliza kitu. Sana sana zigo lingekuja kuniangukia mimi ambaye nilipewa kazi ya kumsaidia kwenye sekta hii ya michezo. Lakini Mheshimiwa Rais amekuwa akijitoa, na mara nyingi nafikia Rais anatenga muda anaangalia mpira, na timu yetu inapopata ushindi mpaka posti zake kwenye social media accounts zake zinakuja kwa ajili ya kupongeza timu. Angeweza kupitisha pia na hilo, lakini analifanya. Mwambie Mheshimiwa Rais hatulichukulii kwa wepesi jambo hili, na tunalishukuru sana, kwani jambo la kuwatia moyo vijana wetu ambao wamejiajiri na kuajiriwa kwenye sekta ya michezo kwa namna anayoifanya linaongeza ajira kwa vijana wa nchi hii. Asante sana Mheshimiwa Rais. Niwapongeze pia Shirikisho la Mpira wa Miguu Tanzania TFF. Kuna ule msemo unasema mnyonge mnyongeni haki yake mpeni. Mimi siutaki ule. Anyongwi mtu na haki yake anapewa. Katika miaka ya karibuni chini ya uongozi wa Rais Wallace Karia tumeshuhudia maendeleo makubwa ya mpira wa miguu Tanzania. Sisi siku za katikati, miezi ya katikati tu hapa, tunatajwa kwamba ni moja ya mataifa matatu barani Afrika ambayo yamequalify kwa mashindano 7 yanayoandaliwa na CAF. Yaani kwenye ligi yetu tuko sisi,
wako Senegal na wako Morocco. Sasa unaweza kuona kuna mataifa ambayo sisi tunayafahamu kama giants wa football Afrika hayamo kwenye kundi ambalo sisi tunawekwa. Mara ya kwanza sisi tumequalify kwenda kucheza finali za AFCON ilikuwa mwaka 80. Wengine hata tulikuwa hatujazaliwa hapa. Mara ya pili tumequalify mwaka 2019, miaka 39 baadaye. Lakini toka 2019 tumequalify mara ya 3 sasa. Sasa unaweza kuona miaka 39 tumequalify mara moja nyingine, na miaka mitatu hii, miaka 4 tumequalify mara 3 nyingine. Makofi kwa Wallace Karia. Huyu mnyonge kwanza sio mnyonge na hanyongwi na haki yake anapewa. Haya sio mambo ambayo unayachukulia tu kirahisi. Ni mambo ambayo yanataka mikakati, yanataka kujitoa, yanataka kuufahamu mchezo wenyewe wa soka na kuamua kwa dhati kabisa ya moyo wako kwamba unataka kuyafanya. Najua kina Nyamlani, kina Kidau wanakusaidia, lakini mnachangia mawazo na wote sasa hivi mnawaza namna bora ya kuendeleza mpira wa miguu Tanzania. Mnafanya vizuri sana na tunayaona, hatulichukulii kwa wepesi jambo hili. Hata hili la kutengeneza kinachokwenda kuwa FIFA Talent Academy hapa Tanga, ambapo mnafanya scouting nchi nzima, na sasa hivi mmeniambia kwamba mmeshapita kwenye mikoa 10 na mmepita mpaka Muheza pale. Naamini kuna vijana wa Muheza mtakuwa mmewapata. Naamini ni jambo kubwa sana kwamba mna vijana sasa hivi jumla 106 ambao mnawaweka pale. Zinatumika zaidi ya shilingi milioni 200 kuwalipia ada kwenye shule za binafsi ambazo wanasoma, lakini huku mkihakikisha mnasimamia vipaji vyao na waje kuliwakilisha taifa hili. Hili sio jambo dogo. Mnafanya vizuri sana. Kitakwimu hakuna uongozi wa TFF ambao umewahi kufanya vizuri kama nyinyi. Nilikuwa naongea na mzee wangu siku za karibuni, mmoja aliwahi kuwa rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania. Akawa ananiambia mimi sijui Karia na watu wake wanafanya vipi. Wanapeleka timu ya under 17, under 15, under 13, timu za wanawake sijui Serengeti, Ngorongoro. Kila timu inaenda kwenye mashindano na inafanya vizuri mpaka tunafikia mahali kwamba tuna qualify kwenye mashindano 7 yanayoandaliwa na CAF. Hili sio jambo dogo kusema kweli. Hata waliowahi kuongoza TFF wanajua kwa jinsi ya hali ya kifedha ilivyo pale, kufanya jambo hili, kuhakikisha timu zote hizi zinashiriki mashindano haya makubwa, sio jambo dogo kusema kweli. Kwa hiyo hongereni sana, na tunaona na tunawashukuru sana. Sisi watu wa mpira tunawashukuru sana, ukiachia mbali uongozi wa serikali, lakini mnafanya mambo makubwa kwa ajili ya mpira wa miguu wa taifa hili, na asanteni sana. Hili tunalolifanya leo la kuja kufuturu na kuiaga timu ya taifa, ikiwa ni pamoja na kuwakabidhi bendera kwa ajili ya kusafiri na kwenda kucheza mchezo wao wa kutafuta qualification ya World Cup ya mwaka 2026 zinazofanyika kule Marekani na Mexico, ni jambo la msingi sana. Mimi niliona nitenge muda nilifanye hili ili nije kusisitiza umuhimu wa hili kwa nyinyi viongozi, lakini na kwa timu yetu ya taifa. Nafahamu tukishinda mechi hii, nafasi yetu ya kuqualify kwenye mashindano haya inaongezeka na itakuwa kubwa sana. Sasa Kombe la Dunia unaweza kusema tu hivi, lakini sio mchezo. Na timu tunayokwenda kucheza nayo ni timu nambari 1 barani Afrika. Lakini nyinyi ndugu zetu, wachezaji wetu mnaoliwakilisha taifa hili, mmesha prove tena na tena jinsi mara kadhaa matokeo yalikuwa hayaonekani kama yanakuja upande wetu na ikatokea hivyo. Siamini kama hili liko nje ya uwezo wenu kabisa. Naamini mpira una watu 11 tu uwanjani, mnafahamu kila kitu. Sisi wengine hatuna uwezo wa kuwaelekeza jinsi ya kucheza, lakini mkiweka mioyo yenu na mkiwa na dhamira ya dhati ya kutaka kushinda mechi hii, mtakwenda kushinda mechi hii. Mimi nawatia moyo na nawaombea sana Mungu. Tukipata nafasi, wengine tutaungana nanyi Morocco kuja kushuhudia. Tukishindwa tutakaa kwenye television zetu, tena tutakuwa Muheza tukiwaombea. Dua zinakubali sana ukiwa Muheza. Kwa hivyo huu ni zaidi ya mchezo wa mpira wa miguu.
hii ni kuliwakilisha taifa, mnakwenda vitani na sisi tunawaamini. Hata selection ya timu ya taifa inakupa moyo kwamba tuna mwalimu ambaye anajua wachezaji wake, lakini anaangalia ligi zetu na anaangalia maendeleo ya wachezaji wake, kiasi kwamba una timu ambayo huna nafasi nyingi za kuikosoa. Pamoja na kwamba sisi wapenzi wa mpira huwa tunajifanya makocha kila mara, tunajifanya wataalamu, lakini uchaguzi wa timu hii huna nafasi nyingi za kuikosoa. Hongera sana kwa Hemedi Moroko na benchi lako la ufundi. Naamini yatakayopatikana yatakuwa ni matokeo bora kabisa ambayo timu yetu inaweza kuyapata. Nendeni mkapambane. Sisi taifa zima lenye watu milioni 60 tuko nyuma yenu tukiwaunga mkono na kuwaombea sana. Kama mnavyofahamu, watu milioni 60 sisi tunaongozwa na Rais Samia Suluhu Hassan, na mara zote amekuwa akitoa motisha kubwa tunapofanikiwa kwa namna moja ama nyingine. Sasa hivi najua kwa hii qualification bado ni mapema sana, lakini shindeni mechi hii. Mkirudi tutakuwa tumeshaongea na Mheshimiwa Rais kwamba hawa vijana wakiqualify kwenda kombe la dunia wanapata nini. Na mnajua mama akisema amesema na hafuti, au sio? Kwa hivyo nyinyi nendeni mkapambane, haya mengine tuachieni sisi, nyinyi chezeni mpira tu. Serikali inatambua na kuthamini sana juhudi mnazozifanya, na ndio maana mara zote tumekuwa tukishirikiana na shirikisho la mpira wa miguu Tanzania kuhakikisha kwamba mahitaji ya timu hii yanakuwa sio jambo la mjadala. Chochote ambacho timu hii inakihitaji ambako kiko ndani ya uwezo wa serikali huwa kinafanyika. Na ukweli ni kwamba vitu vichache sana viko nje ya uwezo wa serikali. Kwa hivyo tumekuwa tukifanya vizuri na ushirikiano wetu umezaa matunda. Mmeona hata hii safari yetu ya kuqualify kwa AFCON ambayo inakwenda kuchezwa Morocco mapema mwishoni mwa mwaka huu ilikuwa na mchango mkubwa sana wa serikali. Kwa hivyo hili halitabadilika chini ya uongozi wa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, na sisi tuliopewa nafasi ya kumsaidia kwenye sekta kadhaa zikiwamo michezo. Nyinyi mfanye juhudi za kucheza na kuliwakilisha taifa hili huku mkiwa mmeliweka mioyoni mwenu, na sisi tutafanya yaliyobaki. Niwasisitize kuhusiana na kuweka mbele uzalendo na kucheza kwa mshikamano, kwa sababu mchezo wa mpira wa miguu mnaokwenda kucheza ni mchezo wa kitimu. Nafahamu uwezo na tofautiana na watu hawaamki hivyo kila siku, lakini naamini mkiweka mshikamano mbele, mkiweka uzalendo mbele, mtafika mahali mkapata matokeo ambayo wote tunayatarajia, mkiwemo na nyinyi. Ushindi ni matokeo ya bidii, nidhamu na umoja, na haya yote mmeshatuhakikishia tena na tena kwamba hili mnaweza kulifanya. Niwatakie kila laheri. Moja la mwisho ambalo nataka kulisema, hapa vimepita vyuma hapa, zimepita na dua hapa, lakini na mimi naomba niwaombee dua yangu. Naomba mrudi mwende mkaliwakilishe taifa mkiwa mmeweka uzalendo kwenye mioyo yenu, mkaliwakilishe kwa uwezo wenu wote, lakini mrudi mkiwa timamu na wazima bila maumivu na majeraha yoyote, mje kuendelea na shughuli zenu mnazozifanya ndani na nje ya nchi. Na waomba mrejee na ushindi ili kuletea nchi yetu heshima kubwa inayoistahili. Kuna mtu alikuwa anategemea niseme jambo lingine hapa kuhusiana na mambo mengi yaliyoko, lakini sisemi chochote. Hapa nimemaliza, na watakia kila laheri, Mungu awabariki na muende salama kwenye safari yenu. Asanteni sana.